Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 17 Novemba tunasikiliza na kutafakari maisha ya Mtakatifu Elizabeti wa Hungaria, mtawa, mwaka 1231. Elizabeti binti wa mfalme wa Hungaria alizaliwa mwaka 1207. Aliposwa na Louis wa Thuringia huko Ujerumani alipokuwa angali mtoto bado. Alimzalia watoto watatu. Mumewe alimpenda sana, kwani Elizabeti alikuwa ni mwanamke bora aliyefanya kila kitu ili kumpendeza mumewe. Kwa desturi ya wakati ule, wafalme na malkia walivaa kofia za dhahabu, lakini Mtakatifu Elizabeti kila mara alipoingia kanisani alivua kofia hiyo. Ni shida sana kusema jinsi gani alivyowapenda maskini. Aliwapa kila kitu alichokuwa nacho na aliwagawia chakula kilichobaki. Wagonjwa na maskini wa nchi nzima walimuita mama yao. Wakoma walikuwa wapenzi wake wakubwa. Basi siku moja mumewe alimkuta njiani wakati wa baridi na theluji akisema, "Umechukua nini tena katika nguo yako?" Elizabeti mara aliifungua nguo yake, na mara mahali pa vyakula yalitoka mawaridi mazuri yenye harufu tamu ajabu. Elizabeti na bwana wake na watoto wao walifurahia raha ya familia. Wote walipendana sana, lakini hatimaye alipatwa na uchungu mwingi. Kwanza mumewe alikwenda kupigana na Waislamu katika nchi takatifu. Alikufa njiani. Alipopata habari hii, Elizabeti alikuwa na huzuni kubwa mno, akilia kwa sauti kubwa. Watu waliogopa kuwa angekuwa mwehu. Halafu Henrico, shemeji yake, alimfukuza katika nchi pamoja na watoto wake watatu. Lakini mwisho ndugu zake walimhurumia, wakampa haki yake. Elizabeti aliwasamehe wale waliomtendea vibaya vile. Alishauriwa na wengi kuolewa tena, lakini akakataa kabisa. Badala yake aliamua kuishi kitawa, akajiunga na utawa wa tatu wa Mtakatifu Francisco. Aliendelea kuwatunza wagonjwa na maskini, akizoea kwenda kuvua samaki ili awalishe na kushona nguo awavike waliofukara. Kiongozi wake wa roho, Padre Conrad wa shirika la Mtakatifu Dominiko, alikuwa mtu wa elimu na vipaji vingi, lakini huruma yake haikuwa nyingi, na hivyo alikuwa mgumu. Katika njia yake ya kumwongoza Elizabeti alikuwa mkali, pengine hata katili, na Elizabeti alikubali kabisa kwamba alimuogopa. Lakini hata hivyo alibaki mwaminifu, mnyenyekevu na mtii kwake. Mwenyewe alieleza kwamba alifanana na matawi. Aliinama wakati wa dhoruba, kisha akajiinua tena bila kuvunjika. Kweli uvumilivu wake mbele ya kiongozi huyo ulikuwa mkubwa ajabu. Hakuishi hivyo muda mrefu. Alifariki dunia mwaka 1231 akiwa na umri wa miaka 24 tu. Huenda mazoea yake makali ya kujikatalia na uongozi mgumu mno vilichangia kuyafupisha maisha yake. Alitajwa mtakatifu mwaka 1235. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika, tarehe 17 Novemba. Mtakatifu Dionysius,
askofu wa Alexandria, Misri. Mtakatifu Elizabeti wa Hungaria, mtawa, utuombee.